Mambo vipi internet, karibu Max Tech TV. Sasa swali moja ambalo nimekuwa nikiulizwa sana ni Max, mbona drone za Shahid au Jelan zikiwa zinatumiwa na Urusi kufanya mashambulizi Ukraine hawawezi kuzijamisha kielektronic, ni mpaka wazishambulie kwa marisasi au makombora ya ulinzi wa anga? Kwa nini? Shida ni Ukraine na washirika wake wa NATO bado wako nyuma sana kwenye hii vita ya electronic warfare. Mbona wanaweza kujamisha hizi FPV drones? Ndio maana siku hizi zinatumia zile waya za fiber optic. Au hapa ni issue ya design ya hii drone ya Shahid ndio maana inakuwa ngumu sana kujamishwa? Okay, kabla tujajibu hili swali, tupia like, drop comment yako hapo, lakini pia usisahau kusubscribe kwa channel yetu ya Max Tech TV. Hii ni playlist inaitwa Tech in 8. Ni video ambazo nitakuwa najaribu kuelezea concept za sayansi na teknolojia kwa muda usiozidi dakika 8 ili nisikuchoshe wewe na mimi nisijichoshe mwenyewe. Karibu Max Tech TV, tule concept sasa. Kwanza kabisa, mtandaoni huwa kuna mjadala mkubwa sana. Watu wanauliza, je, hii Shahid 136 ni drone au ni cruise missile yenye bei ndogo sana? Okay, mimi leo sitaki kuingia kwenye mjadala sababu nitatumia muda mwingi sana, na nataka nitumie muda mchache sana kuelezea hii concept ya kwa nini hizi drones za Shahid ni ngumu sana kuzishambulia kielektronic, yani kuzijamisha. Sasa kwa kuwa drones za Shahid zinatumia GLONASS, hii ni kama GPS, sema ni version ya Urusi, ndo zinazoitumia kujiongoza hadi kwenye target yake. Kwa hiyo ili hii drone iweze kusafiri hadi kwenye target yake, ni lazima muda wote ijue iko wapi, na je, inakoelekea ndipo target yake ilipo. Sasa ili hii drone iweze kujua muda wote iko wapi, huwa inatumia signal za kutoka kwenye hizi satellite za GLONASS. Sasa kwa kuwa kompyuta iliyoweka kwenye hii drone inajua speed ya satellite, lakini pia na muda unaotumika kwa hii signal kusafiri kutoka kwenye satellite hadi kwenye antena za hii drone. Sasa hii kompyuta ikipata signal kutoka kwenye satellite 4 tofauti tofauti, moja kwa moja inaweza ikapiga mahesabu na kujua hii drone iko wapi. Kwa hiyo inahitaji signal za satellite kuanzia 2 hadi 4 kujua exactly hii drone iko wapi. Sasa njia nzuri ya kuzuia hii drone isifike kwenye target yake, unaweza ukaijamisha hii signal kutoka kwenye hizi satellite. Na ni rahisi sana kufanya sababu hii signal inayotoka kwenye hizi satellite ni signal ambayo iko weak, yani haina nguvu ya kutosha, sababu hii signal inatoka anga za mbali. Kwa hiyo ndio maana hii signal inakuwa weak au inakuwa dhaifu kidogo. Kwa hiyo ukiwa na uwezo wa kugenerate signal kama hii alizini, itakuwa ni rahisi sana kwa antena au receiver za hii GLONASS kutoka kwenye hii drone kupokea hii signal ambayo umeitengeneza mwenyewe. Hizi antena zitaanza kuipokea hii signal na kuachana na ile signal inayotoka kwenye satellite, sababu ile ni signal ambayo inatumia muda mrefu kusafiri hadi kufikia hizi antena, lakini pia ni signal ambayo iko weak, yani haina nguvu ya kutosha. Kwa hiyo moja kwa moja antena hii drone itapokea hii signal kwanza, hii signal ambayo haina information yoyote ile, na ikianza kufanyia processing hii signal itaona kabisa hakuna taarifa muhimu ambazo zitaifanya ijue hii drone iko wapi. Kwa hiyo moja kwa moja hii drone itaanguka chini. Sasa swali ni, je, Max, mbona Ukraine hawafanyi hiki kitu? Hii ni kwa sababu ya design ya antena ambazo zinatumika kwenye hizi drones za Shahid. Hii ni antena inaitwa CRPA, yani Controlled Reception Pattern Antenna. Sasa hii antena yenye jina refu hivi inaweza kuzuia jamming au spoofing isifanyike. Na kama unavyoiona hii antena hapa kwenye picha, ni antena ambayo inatumia antena zingine ndogo ndogo kweli, na hizi antena wanaziita antenna element, na zimezunguka eneo moja. Sasa kitu kitakachofanyika hapa ni hizi signal zote mbili zitakuja kwenye hizi antena, yani ile signal ya kutoka kwenye satellite, lakini pia na signal ya jamming au spoofing ambayo imetengenezwa kutoka ardhini, na kazi yake ni kuidanganya hii antena ichukue hii signal kwanza. Zote hizi signal zitakuja kwa pamoja kwenye hii antena. Sasa kwa kuwa hizi antena zipo nyingi, huwa zipo 2, 4 hadi 8, kompyuta hii receiver itaanza kuangalia hali ya kila signal iliyoingia kwenye kila element antena hapa. Kwanza kabisa itaanza kuangalia angle, kwa kuwa hizi signal zinatoka sehemu tofauti tofauti na zinakuja kwenye hizi antena. Moja kwa moja kompyuta itaanza kuanalyze angle, yani hizi signal zimetoka kwenye angle gani. Je, hii angle inaelekea alizini au ni angle ya kutoka anga za mbali? Lakini pia kitu kingine ambacho hii kompyuta itaangalia ni nguvu ya hii signal. Je, ikoje? Je, hii signal ina nguvu sana au ina nguvu kidogo? Na hii kompyuta itaweza kuangalia hivi kwa kuanalyze tu amplitude za hizi signal zikoje.
na moja kwa moja itajua ni signal ipi inatoka kwenye satellite sababu ina nguvu kidogo, lakini pia itajua ni signal ipi ambayo inakuja kutoka kwenye jamming platform ambazo zipo ardhini. Kwa hiyo hii kompyuta itajua moja kwa moja ni antena ngapi zimepata ile signal ya jamming, lakini pia ni antena ngapi zimepata ile signal yenyewe ambayo inatoka kwenye satellite. Sasa kitu cha mwisho ambayo hii kompyuta itafanya ni kitu kinaitwa beamforming, yani itaunganisha signal zote zile za satellite ambazo zipo kwenye antena mbalimbali na kuzikusanya ili kuziunganisha pamoja, na hizi sasa ndo zitaruhusiwa kufanya yale mahesabu ya kujua hii drone ipo wapi sasa hivi. Lakini pia zile signal za jamming zote zitaunganishwa na zitakuwa cancelled kwa pamoja. Hii antena ni hatari sana. Hii ni kazi ambayo inafanya na algorithm ambazo zipo complex sana. Sasa swali kubwa ni kwa nini hizi antena hazitumiwi na drone zingine kama zile za FPV, ambazo hizi drone ndo mstari wa mbele kwenye vita ya Ukraine na Urusi. Na hizi drone zimekuwa zikijamishwa sana hadi wameamua kutumia njia ya kuziwekea hizi drone cable, yani ile cable ya fiber optic ndo ziweze kupadi kwenye target yake. Bila hii cable hizi drones zinakuwa zinajamishwa na kuanguka kabla zijafika kwenye target yake. Yani yale mawasiliano ambayo yanatakiwa kuzielekeza hizi drone ziende wapi yanajamishwa kabisa. Na ukiziwekea hizi drone cable ya fiber optic inamaanisha kwamba hizi drone range yake itapungua, lakini pia uwezo wa hizi drone kubeba vilipuzi vikubwa na wenyewe unapungua sababu uzito mwingi utaenda kwenye ile cable ya fiber optic. Kwa nini wasitumie hizi antena za CRP? Kwanza kabisa ni aina ya signal wanayotumia kuongozea hizi drones za FPV. Hii ni signal ambayo ipo kwenye range ya gigahertz 2.4 hadi gigahertz 5.8. Hii ni sawa na ile range ambayo inatumiwa na Wi-Fi pamoja na Bluetooth. Sababu hizi drones zinatakiwa ziwe zinatuma video na audio ambayo inaonyesha sehemu gani hizi drones zinaenda. Je, zimelenga target yake kweli, ndo huyu rubani au pilot aweze kuziongoza hadi kwenye target yake. Hizi antena za CRPA hazijadesigniwa kudeal na hii frequency. Nyingi huwa zinaoperate kwenye hii frequency ya gigahertz 1.5 ambayo hii ndio frequency inayotumiwa na zile signal za kutoka kwenye satellite kama GLONASS pamoja na satellite za GPS. Na hata kama wakiweza kudesign hizi CRPA ambazo zinaweza kuoperate kwenye hii range ya 5.8 gigahertz, bado challenge kubwa itakuwa ni kwamba hizi signal zote ambazo zinatumia kuendesha, ambazo zinatumiwa kuelekeza hii drone sehemu gani iende, lakini pia na signal ya jamming zote zinatoka ardhini. Kwa hiyo moja kwa moja hii antena itapata tabu sana kuweza kujua angle ya hizi signal ni ipi, na signal ipi ni ya jamming, na signal ipi inatoka kwa operator wa hii drone. Kwa hiyo ndio maana hili ni tatizo. Lakini pia kwa mfano akiweza kusolve hili tatizo lingine litakuja kwenye gharama. Hebu cheki, asilimia kubwa ya hizi antena tunajua zinatoka China. Sijui kama Russia wana uwezo wa kudesign hizi antena, hicho kitu na doubt. Kuna kipindi drone moja ya Shahid ilitunguliwa na watu wakachukua antena wakaweka hii antena AliExpress eti wanaiuza. Nikasema ngoja nikainunua hii antena, nikakuta wanaiuza $3290 na hapo hawajaweka gharama za usafiri. Sasa hiyo ni sawa na milioni 8 za kibongo, na hapo anaiuza kwa bei punguzo sababu hii drone ilitunguliwa. Kwa hiyo condition hii antena ni hizi sio nzuri sana, kwa hiyo ndio maana wanaiuza kwa bei pungufu. Na hii ni CRPA antena ambayo ina deal tu na zile signal za GLONASS. Sasa vipi wakiweza kudesign CRPA antena ambayo itaweza kudeal na hizi signal za kawaida ambazo zinatumiwa kuongoza hizi drone kama FPV? Mimi nadhani bei yake itakuwa kubwa sana, na hii ndio itakuwa sababu kwa nini hizi drones za FPV siku zote zitaendelea kuoperate kwa kutumia fiber optic cable, au labda design antena nyingine ambayo itakuwa ni rahisi sana kuresist jamming. Okay, usiache kusubscribe kwa channel yetu ya Maxtech TV. Nimekuachia hapo video zingine za kwenye playlist ya Tekin 8. Bye bye.